Mambo vipi mtazamaji? Bana, tumepata nafasi ya kuzungumza na tajiri mwenyewe Manyanya, bosi wa misimu yote bwana. Na kama tunavyofahamu bwana, Manyanya ni moja kati ya watu ambao wamepata nafasi ya kuwa nominees kwenye tuzo za Zikomo. Niko naye hapa, tutapigana story, tutazungumza vitu vingi, lakini kitu ambacho watu wengi sana kimewaumiza ama kimewauma ni baada ya kuona Manyanya bwana rasmi ameamua kutoa talaka, kumwacha mkewe, na sasa hivi rasmi Manyanya anapoenda ana begi lake mgongoni. Nadhani wengi mtakuwa hamjanielewa begi inamaanisha nini. Namaanisha yule mtoto ambaye amezaa na Matilda. Niko naye hapa Manyanya, tupigane story. Najua comments zimekuwa ni nyingi sana. Wengi mmekuwa mkijiuliza kwa nini Manyanya afanya kitu kama hiki? Ndoa ya muda, Wakristo hawaachani, kwa nini Manyanya akafanya hiki? Niko naye hapa Manyanya, tupigane story. Mnaitwa Leni, niseme tu nami mwanzo mpaka mwisho. Tajiri, niambie ndugu yangu. Safi, habari? Safi, uko poa? Nashukuru sana. Maisha yanasemaje? Shukuriwe sana Mungu kwa pumzi na neema. Okay. Yeah. Hivi kuna namna kama app haijatulipa hivi tumeamua kurudi rasmi kwenye YouTube? Kuna namna kama tumejifunza sana kuingia katika mifumo ambayo hatukuwa na uzoefu nayo kabla. Sawa idea app ilikuwa ni idea kubwa na maudhui yake yalikuwa ni mazuri, lakini kuna namna hatukuwa na uzoefu, hatukuwa na ufahamu na uelewa mzuri wa namna ya kuweza cooperate biashara za application. Kwa hiyo kupitia hapo sasa ndio tukaona hapana, tukizidi kuingia kuna namna tunaweza tukapotea zaidi, kuna namna pia tunaweza tukapoteza zaidi. Kwa hiyo ili kuweza kuepusha hayo yote, tukaona tusimame kwanza kwa ajili ya kuweza kuendelea na ratiba nyingine, and then tunaweza tukarudi katika kazi yetu ya awali. Lakini kikubwa hasa ambacho kimefanya tuweze kutoka ni changamoto ambazo tulikutana nazo kwa haraka ndani ya muda mfupi mno. Yaani kiasi kwamba tukaona sasa hii mbona imekuwa iko hivi? Kama inataka kuturudisha nyuma hivi kwa sababu ndani ya muda mfupi, lakini kumekuwa na changamoto nyingi, changamoto ambazo inakuwa ni ngumu mno pia kuzivumilia na kuzihendo, kwa sababu pia hatuelewi chochote kuhusiana na hicho kitu. Kwa tukaona hapa tukizidi kukurupuka kuna namna tunaweza tukapotea kabisa. Kwa hiyo kwa sababu ni lengo zuri na ni wazo zuri ambalo bado lipo katika mipango, kwa tusubiri kwanza tumalizie hii project, tujipange tena, and then tunaweza tukarudi kwa namna nyingine. Haikuwafanya kupoteza baadhi ya mashabiki? Labda kuna baadhi ya comment nilikuwa nikiziona kwenye baadhi ya YouTube, nilikuwa nikiingia nikitazama zile kazi zao, nakuta ile tuliotoka kwenye dunia tujuane hapa, unakuta like zimekuwa hata 2000 na hakuna mashabiki ambao mnaona kwa namna fulani mmewapoteza? Kuhusu kupotea kwa mashabiki wale ambao ni natural kabisa, hawajapotea moja kwa moja, kwa sababu kama utaangalia kwenye viwango vya subscribers utagundua kwamba ziko pale pale na pengine zinaongezeka kila baada ya siku, lakini kuna namna ilipunguza baadhi ya wafuatiliaji. Sawa, na ndio maana ukiangalia news ambazo hata kabla za mifumo ya application ilikuwa within 24 hours angalau tunaweza tukapata hata 1 million. Sawa, lakini baada ya changamoto za application ikapunguza sana, lakini sasa hizi angalau kuna namna pia inaanza kurudi. Kwa hiyo tulipunguza kidogo idadi ya watu wa kutufuatilia, na hii ni kwa sababu watu tayari walikuwa wameshazoea kuwa karibu na sisi kila baada ya wakati fulani ndani ya wiki kwa ajili ya kupata kazi. Kwa hiyo baada ya kupata ile taarifa kwamba hatupo tena kule, kuna wengine kuna namna walikata tamaa kabisa na kuona kwamba hapana, hawa sio wenzetu na hapa sio nyumbani, tutafute chimbo lingine la kujinusuru. Kwa hiyo wakaondoka moja kwa moja. Kwa hiyo hata namna tulivyorudi wengine hawakuwa wanajua, kwa sababu mshtuko wa kuzuia ulikuwa ni mkubwa kuliko mshtuko wa kurudi nyumbani. Kwa hiyo watu baadaye wakawa wanajua taratibu kwamba tumesharudi na nini, lakini hatujaipata bado ile namba tunayotakiwa, ila itarudi tu kwa sababu tumerudi pale ambapo walikuwa wanapataka.
Yeah. Mimi nataka tuizungumzie dunia sasa. Kuna namna kama mashabiki wamekuwa wakichukizwa na tabia ambayo umeifanya. Niseme kuchukia, kutokupendezwa nalo. Swala zima la wewe kumpa talaka Violet. Imekuwa na sintofahamu. Mashabiki wengi wamekuwa wakijiuliza, hivi Manyanya anafaa kweli kuwa mume bora? Kwa nini hili swala limekuwa ghafla sana? Ameamua kutoa talaka kutokana tu na kusikia ama kuona kile ambacho alikiona, kwa baada ya kufahamu kwamba kuna baadhi ya client wake wamepata nafasi ya kulala na mkewe pia. In short, wanamfahamu mkewe akiwa yuko utupu kama vile ambavyo wao walisema. Kwa nini ameamua kufanya hivi? Mbona yeye amepata nafasi ya kusamehewa? Kwa nini yeye kashindwa kumsamehe mkewe? Imekuwa na sintofahamu kubwa. Hebu tudadavulie hili. Kwa nini umeamua kufanya kitu kama kile? Kwa nini umeamua kutoa talaka? Ukiangalia vizuri unaweza ukagundua kwamba kutokana na yote yaliyokuwa yanatokea, kuna namna hata huyu Manyanya alikuwa anajitahidi kujilazimisha kuivumilia hiyo ndoa na kuweza kuona kwamba inaweza ikaendelea kuishi. Na ndio maana ukiangalia vizuri hapo nyuma, mtu ambaye alikuwa ana pressurize issue ya upatikanaji wa talaka alikuwa ni Violet, alikuwa ni mke. Yeye ndio alikuwa anashinikiza, nipe talaka yangu, nipe talaka langu, yangu twende mahakamani sio na nini. Lakini kuna namna mwanaume alikuwa haonyeshi ushirikiano wa moja kwa moja. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanaume kuna namna alikuwa bado moyoni mwake na anaamini kwamba kuna namna naweza nikakaa alafu tukarudi tena na mke wangu kama kawaida. Ndio maana alikuwa analipotezea lile jambo. Sawa? Lakini baada saa kuona kwamba hapana. Kwa hivi ambavyo nataka nijilazimishe kuvumilia haya ambayo kayafanya kwangu, hata kama nitaishi naye kinafiki. Kwa sababu tayari kaniachia alama ambayo haiwezi kupona kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo baada ya hivyo sasa huyu mwanaume ndo akasema hapana. Ninachohitaji kufanya ni kuhakikisha sasa namtengenezea mazingira ambayo nitaachana naye kwa namna nzuri. Mwanaume alitazama kama namna nzuri, lakini kwa wapokeaji ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu ya maandalizi. Kuna namna alivyomchukua kisaikolojia, kuna namna alivyomuaminisha ndani ya muda mfupi and then akaja kumbwaga kama vile. It was very painful. Lakini ukijaribu kumwangalia vizuri dhima ya huyu Manyanya, utaona kwamba hakukuwa na ile chuki, isipokuwa kuna ile kushindwa yeye kuihandle ile safari. Ndio maana mwanzoni watu waliamini kwamba Manyanya anataka mali za mkewe, ndio maana anachelewesha, lakini finally utaona baada ya talaka aliacha hata zile aliacha mali, aliacha pesa za mkewe, akaamua kuanza maisha upya. Ile inaonyesha kwamba hakuna kinyongo, hakuna chuki ndani yao na yuko tayari kuanza upya. Kwa hiyo ni maamuzi magumu na ni maamuzi makubwa. Nafikiri kilichowagusa wengi ni namna ambavyo aliamua kumwacha mke wake. Hiyo ndio imewagusa wengi. Lakini issue ya kuachana ni issue ambayo ni ya kawaida sana. Watu wengi waliachana. Mudi na Cindy waliachana. Yaani unajua wengi tulizani kuwa Manyanya anaweza akawa mume bora kutokana na kafumania, kapewa taarifa zote za ajabu za mkewe, lakini hakuwahi kuonyesha viashiria vya kutaka kudai talaka. Ila tulipoona kwa mkewe ambaye ni Violet, yeye alikuwa yuko kipaumbele kudai talaka baada tu ya kugundua Manyanya ana mtoto nje ya ndoa yake. Na hii ilikuwa kubwa, lakini kwa Manyanya alionekana kuivumilia. Why kaamua kuiacha kwa haraka sana? Yaani alafu uachaji wenyewe ni jinsi unavyoiacha, kila mtu anashangaa. Umemtoa out, amekula dina pamoja, alafu mwisho siku anaachwa kwenye mataa. Ni kitu cha kushangaza hicho. Ndio maana nasemaje, kuachana ni mchakato wa kawaida sana ambao watu wengi wanaachana. Ukiangalia familia ya Mudi na Cindy waliachana. Sawa? Hata Nante na mwingine Amani na Cindy waliachana of course, lakini haikuwa story kubwa. Not only dunia, hata ukiangalia kuna baadhi ya kazi nyingi ambazo watu wengine wanafanya za kwenye TV na za kwenye online, utaona kwamba watu wanaachana.
and haiwi story kubwa, lakini kwa namna ambavyo Manyanya aliweza kumwacha yule mwanamke ikawa story kubwa ni kwa sababu ya yale mazingira, na nafikiri kuna namna ukiangalia vizuri, I don't know hakumwacha kwa ule ubaya sana, I don't know kwa nini kikubwa kama kile, kwa sababu kwanza ni kutengeneza kumbukumbu nzuri ya I don't know unajua hii ina pande mbili. Ndio maana ukiangalia wanaume wanasema that's perfect, lakini ukiangalia wanawake wanasema hiyo ni mbaya sana. Yaani ni bora urudi nyumbani, ni bora Manyanya angerudi nyumbani akamkuta mke wake akampiga alafu akampa talaka, hiyo isingekuwa issue, kuliko ni kumwaminisha, kumnunulia nguo, kumtengenezea mazingira mazuri ya kisaikolojia, kumtoa out, kuiandaa furaha yake wakati nyuma umeandaa majonzi. Nafikiri ile njia ndio kuna namna iliyogusa watu wengi, lakini ni kuachwa tu. Sawa, ishu kubwa ni kuachwa, lakini namna ambavyo alimwacha Manyanya ndio ilikuwa ni tatizo, lakini aliamua kutengeneza mazingira rafiki ya kupeleka huo ujumbe wake. Sawa. Manyanya, mimi nataka tuizungumzie tuzo ya Zikomo. Pongezi kwanza kwenye hilo, lakini kuna namna kama watu wamekuwa wakizibeza hizi tuzo. Kwa nini? Mbona kuna baadhi ya wasanii wanafanya vizuri lakini hawajapata nafasi, alafu pia tuzo ya Zikomo sio tuzo kubwa, kila mtu anazungumza la kwake. Pengine una lipi la kuzungumza kwenye hili? Sina uhakika na sijajua bado wanaposema tuzo kubwa ama tuzo ndogo wanakuwa wanazingatia vigezo gani, kwa sababu mtu anapotoa factors za namna hiyo lazima awe na sababu za msingi. Lakini ukiangalia kuhusu ukubwa, kwa mtazamo wangu Zikomo ni tuzo kubwa, kwa sababu Zikomo ni tuzo ambayo inachukua ama inashirikisha karibu mataifa yasiyopungua 36 kutoka Afrika. Sawa, yani inachukua wasanii mataifa 36. Cha kwanza inashirikisha mataifa 36 kutoka Afrika. Kwa maana yake hii sio tuzo ya nchi, ni tuzo ya kimataifa. Sawa, la kwanza. Lakini la pili ni tuzo ambazo zinagusa nyanja nyingi katika kutoa ile heshima yake. Ukizungumzia Zikomo uzungumzii tu uigizaji. Hapana, Zikomo ni tuzo za heshima kwa watu wanaofanya vizuri katika jamii zao. Ndio maana ukiangalia vizuri kuna football, sawa, kuna music, kuna category ya music, kuna category ya football, kuna politicians, wanasiasa, kuna actors, sawa, kuna producers, kuna directors. Kwa hiyo imegusa different angles, kuna humanitarian, unajua zile. Yani haijachagua eneo moja, imegusa nyanja nyingi. Sawa, sijui tuzo namna hii unaweza ukasema ukabeza kusema kama ni tuzo ndogo. Nafikiri kinachosumbua ni kwa sababu hazikuwa tuzo maarufu katika nchi yetu, kwa sababu pengine it's the first time zinaingia Tanzania. Sawa, lakini sio mara ya kwanza kufanyika. By the way, of course ni mpya, ni msimu wa 3 wa 4. Yes, lakini ukijaribu kupreview vizuri namna ambavyo wamefanya kazi zao walipopita mpaka sasa hivi, utagundua kwamba ni watu wakubwa, platform zao ni kubwa, show zao na shughuli zao wanazofanya ni kubwa, target zao pia ni kubwa. Sawa, audience yao influence ni kubwa. I don't know wanakuwa wana measure kwenye viwango gani mpaka kusema hii ni kubwa au ndogo. Subiri tuone siku ya tukio, event itakavyokuwa, mapokeo ya watu, labda wanaweza wakaona ni na ukubwa kiasi gani. Sawa, tumalize na hili hapa. Wengi wamekuwa kukudisi bwana baada ya kuona namna ambavyo umebeba mtoto. Wanasema Manyanya kweli mtoto amebeba mgongoni. Hatujui kuona mwanaume amebeba mtoto mgongoni. Ilikuwaje experience yako? Kuhusu kubeba mtoto mgongoni kwa mwanaume, sijui labda inatakiwa iandikweje ama iweje kusema kwamba mwanaume hataki kufanya baadhi ya mambo. Kwa mfano, kwa watu ambao wamezoea kuona mwanamke ndo anafua, akimwona mwanaume anafua anaweza kusema mwanaume hataki kufua, lazima ashangae. Kwa mtu ambaye kazoea kumwona mwanamke anafagia, akimwona mwanaume anafagia anaweza kuona hili ni tatizo. Lakini vipi kwa mwanamke ambaye anacheza mpira? Vipi kwa mwanamke ambaye naye anaamua kuendesha gari?
Sawa. Kwa ni saikolojia zetu, kuna namna zimeweza kutengeneza baadhi ya majukumu kusema haya ni ya kike na haya ni ya kiume, lakini kiuhalisia hakuna majukumu specifically kwamba ni ya kike na kiume, hususan ya kijamii ambayo tunayafanya kila siku. Ndio maana leo hii ukiangalia conductor kwenye daladala unaweza kumkuta mwanamke, sio unaweza, wapo wanawake ambao ni makondakta wana run na ukienda hata kwenye baadhi ya saluni za kike unakuta kuna baadhi ya wanaume wapo wanafanya ile kazi and so forth. Kwa hiyo issue ya kumbeba mtoto ni issue ya mapenzi, ni issue ya utu. Mgongoni ni njia tu ambayo kaitumia, sio yani, unajua zile ni njia tu kaitumia. Kumbeba mtoto hapa kwenye mkono na kumbeba mgongoni, shida iko wapi? Watu wanajiuliza Manyanya kapewa limbwata au kuna nini, bora hatujaelewa. Hapana, kumsaidia majukumu mpenzi wako, mapenzi na utu ni kitu kizuri sana. Sawa. Nafikiri labda hata kama wewe mathalan ukiwa na mume wako na mtoto akitaka kusaidia baadhi ya majukumu, kwa mfano kumbeba mtoto wenu, utamkataza? Will you feel bad about it? Hapana. Sasa ni kitu kizuri, si ndio? That's what Manyanya did. Sawa. Yes. Sawa bana. Nena jambo na mashabiki zako, nini unawaambia? Kwanza kabisa nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa mapenzi yao makubwa. Tangu mara ya kwanza hawakunijua mpaka saa hizo wamenijua. Nisingekuwa mimi kwa nafasi hii isipokuwa ni wao, sawa, kwa mapenzi na support walioifanya. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Kingine, nawapenda sana. Katika watu nawapenda sana watu wanaoniamini na kuniunga mkono. Nawapenda mno. Na kwa mapenzi yangu hayo nitajitahidi kutokuwaangusha pia, kwa kadri ambavyo nitaweza. Nitafanya bora, nitafanya vyema kwa ajili yenu. Lakini pia mwisho, endeleeni kunisupport, endeleeni kuniunga mkono katika kila hatua ambayo nitakuja kwa ajili yenu. Asanteni. Mimi niseme asante sana. Asante pia. Last, kwa wale ambao kuna mashabiki wengi ambao hawajui watanipata wapi kupitia mitandao yangu ya kijamii. Sawa? Yeah. Kwenye TikTok natumia Manyanya_. Sawa, Manyanya__. Lakini pia kwenye Instagram unatumia Manyanya Ali. Sawa, utanipata mimi mwenyewe. Kwenye Facebook natumia Ali Manyanya na akaunti yangu na blue tick. Sawa, kwa hiyo naomba mnifollow huko kupata taarifa zangu na kila kinachonihusu. Asante sana. Sawa, asante sana. Nashukuru sana pia. Yes.